Saida, wewe jamko tu Filipo. Analala vipi Filipo? Asubuhi lakini bado analala. Wewe Filipo. Filipo. Unaona bado analala. Wacha nifuate kama mwamushi. Nataka mtu kutuma dukani. Bado amelala tu. Acha nimwamshe huko. Hadi bado amelala. Wewe Filipo. Filipo. Hadi bado asikii. Wewe amelala. Filipo. Filipo. Hebu njoo mara moja. Yaani wenzako saa hii mimi nimetoka shamba bado umelala mpaka saa hizi. Sasa nenda dukani huko kalete vitafunio watu wale waje kunywa chai hapa. Lakini kaka, si muda kwenda shule. Sitaki kusikia mambo na shule. Siona mimi nimekupa pesa, nilifanya kazi hapa. Mimi nilisoma. Mimi sijasoma na pesa natafuta. Shule sio kila kitu. Wahi huko dukani huko lete vitafunio hapa. Chukua ile hapo, lete vitafunio mara moja hapo. Na sitaki tena kusikiza habari za shule hapa. Wengine nuksi. Yaani sisi tumetoka huko bado amelala mpaka saa hizi. Sasa atatumwa nani na mtoto ndio yeye sasa. Kwa tunaendelea na kazi zangu zingine. Nani amekutuma? Mimi nakuuliza. Kaka ndo amekutuma. Atuende kwa kaka. Nenda wazimu nini? Na maana yeye ajuma una shule, si ndio? Awacha ujinga bwana. Hivi ajuka mtakuwa mambo na mtaka kupuuzwa. Hivi bwana shule lazima uone kupeleka shule. Anafanya mtoto bodele ende shule na mpele mambo ya kijinga. Mambo gani sasa? Sijapenda mimi. Semaje kaka? Mbona kaka mimi sikuelewi? Kwa nini kaka? Huyu mtoto sasa ni masaa ya kwenda zake shuleni. Na kushangaa kaka, unapomtuma dukani mtoto mdogo wakati unafaa umtayarishe ani zake shuleni. Mtoto anahitaji elimu huyu. Ndio kaka unanikoroga.
kwa sababu mimi mwenyewe sikusoma, wewe mwenyewe hukusoma, wazazi wetu wenyewe hawakusoma. Sasa kwa nini mtoto aende shuleni? Itakwaje tena? Huyu mtoto kaka, mimi sijasoma na wewe hujasoma, sawa? Wazazi wetu hawajatufundisha sisi, lakini sisi tuko na uwezo wa kumfundisha mtoto. Hivi inawezekana vipi ati mtoto mdogo huyu kama huyu aweze asiende shule? Kaka, hiyo imekaa vipi? Lakini mbona kwa hivyo wewe sika mkubwa kama una yani, sikuelewi kaka. Kaka, wewe unaonekana uko na mchezo. Si wewe umetoka kazi huko, umeshika jembe lako huko, umeenda kufanya kibarua, sasa umerudi, si umepata pesa? Ndio. Hata huyu mtoto naye akikua atafanya kazi hizo zenye sisi tunafanya ndio apate pesa. Hakuna kwenda shuleni. Mimi siwezi toa pesa yangu nikampea huyu akaenda kusoma huko. Mimi sitatoa hiyo pesa. Mimi siwezi toa pesa yangu nikampeleka huyu shule. Na silikuwa nafanya kazi zangu hapo. Hebu tokeni hapa mara moja. Ndio ndani. Unazengua bwana. Wewe kama mimi sielewi bwana. Huyu mtoto lazima asome. Mimi mwenyewe ndio nitafundisha. Mimi sasa nimetoka kwa shamba kwa pesa yako kupalilia miogo ya watu. Kwa sababu gani? Nipate hela nimpeleke shule. Mimi sijasoma na wewe hujasoma. Haiwezekani wewe kaka au ukose kusoma mtoto unaye asisome. Hiyo kitu haiwezekani. Unakwambia haiwezekani. Pata chimbika hapa. Nakwambia mimi. Unapandisha hasira mimi kubako. Mkubwa nani? Hata kama ni wewe kaka, lakini lazima tokeni hapa. Watachimbika nakwambia hapa. Nakwambia baba wangu tutachimbika hapa. Hapo tutachimbika kama na nyinyi hapa. Muhame huko mwenye chimbika hapa. Haiwezekani. Huyu lazima atasoma. Mwalala ni wewe? Na mazuri gani mwenzangu? Kaa hapa mwenzangu, uniambie wewe ndio ulokuja nao leo. Kwa maana sipa hai hilo ulokuwa nayo. Nakwambia hapa nilipo na sielewi. Uelewi nini mwenzangu? Nimekuletea nyumba kule niko Ntunu. Jana nilienda. Nzuri nikafika pale, nikafanya mambo yangu. Bila mara ghafla kutokea kitoto kidogo chenyewe, lakini hicho kitoto chaonekana kuna nguvu ya ziada. Maana nilitoka mbio hata sikielewi. Kitoto hicho kile kiniue. Huyo mtoto bado kinda hicho. Chawashindaje watu kama nyinyi? Kilinishinda kubwa. Maana hakishtuki. Wala takielewi. Kitakushindaje mtoto mdogo yule? Ama mwende fanya kazi zangu vizuri? Hapana. Nipatie tu nafasi nyingine. Mimi naamini hata Hapana. Siwezi kuwapatia tena nafasi ndo nyingine, nitadili naye mimi mwenyewe. Sawa mkuu. Zichelewesha sana, yani ndo mmeingia kwenye uzembe kwenye kazi yangu kabisa. Sawa mkuu. Itabidi uwafuatilie moja baada ndo ya moja, na nikiona ni uongo mnachokuja ndo kuniambia, mtanijua mimi ni nani. Mkuu, sienda huko akakukuta. Maana hawezi kunikuta, mtoto bado kinda yule. Wala usijali, ndo kwa hilo hata usiofu. Mimi ndo mwenyewe ndo nalishughulikia kila kitu, ndo kitakuwa sawa. Ndo jioni ndo tukutane kilingeni. Sawa mkuu. Basi mkuu, acha kichai naye. Sasa wakati wewe mwenyewe uko hai au umekuja hai hata ataruhusu. Hizo taarifa nakwambia zilikuwa zanipeleka mbio hata mate hapiti.
Hilo usitie hofu. Yule pale mtoto atatujua sisi kina nani. Basi mimi niacha niende. Basi safari njema. Jioni. Na imani ulifanya mpango wetu umefana kabisa. Hapana mkuu. Habari ni ile ile mbaya niliyokuletea. Tulishindana. Inawezekana vipi mtoto mdogo yule atushinde? Mkuu, yule mtoto ana nguvu za ziada mkuu. Sasa basi, kuanzia hivi sasa wewe unataka cheo. Itabidi tukutume wewe. Kweli mkuu. Kama yule mtoto ako na nguvu za ziada, mimi hata niona na mimi pia ni mtu wa familia. Heri ungetuma mtu mwingine mkuu. Ni sawa. Wacha basi nitume kijakazi wangu ambaye ni Jumagani. Asante mkuu. Kazi yote ifanya kwa bidii. Nilikuwa nataka kwa hiyo nafasi. Kwa nini msinipatie mimi hiyo nafasi? Hapana mzee Jungu Bovu, ndio naona chikipando tukiarisheni ndio tupate ndio jalo. Sawa mkuu. chochote. Lakini wewe kamwambia mkuu wako anachokitafuta atakipata. Kama uko naongea nani? Sisi wote Philip. Philip. Oh, Philip. Sasa umetoka hapo usiku huu? Ayo usiku mzee ni wewe. Una akili kwa yule mtoto? Kesho unafaa uende shule. Alafu nang'ana tu ni unaongea unaongea na nani? Siongea na mtu. Ongea na mtu? Una wazimu ni? Umetoka wapi sasa hivi? Kwa hiyo nimetoka kwenda kwa Joe. Oh, niongee peke yako, si ndio? Umeshakuwa chize. Ndani haraka ulalo. Ndani haraka. Wewe. Unanibia usingizi wangu tu. Aingia ndani ulala hapo. Ole wako tu nikupata usiku hapo kwa barandani usiku peke yako hapo. Nakupiga makofi wewe mshamba wewe. Wewe mpuzi ni. Ndani haraka, ndani. Ndani huko. Afunga mlango wako hapo. Funga. Wewe kuna nini? Mpuzi kabisa.
Osheni mikono sasa. Tena utaosha mikono. Bado mdogo ndio unasema nafaa kuosha mikono. Shangaa mimi. Watu wengine bwana. Shika. Kwanza Philip. Jana usiku ulikuwa na nini? Mbona ulikuwa unajipiga mwenyewe kelele? Alafu usiku wa manane uko nje peke yako. Ukiko unaelewa huyu? Hata si mtoto mdogo unaweza kuona mchawi wewe. Ati mchawi. Wewe una mchawi masiara oya. Leo ni Jumapili. Hapa ni utani. Unajua mchawi kweli? Leo ni Jumapili kaka. Wewe. Tatizo lako wewe na mawengo usingizi. Sasa leo Jumapili, umeona? Kunywa chai utumie nguo zako zile nikufulie. Zingine zitabaki utafua mwenyewe. Mchawi. Kaka vipi, mbona tena umeacha kunywa chai unaenda wapi tena? Nimesikia nimeitwa hapa kaka. Utaona nani na huyu kwanza. Manini mkali? Kuna nini tena? Kuna maajabu kweli. Nasipochunga ndio ndani ya familia. Za maajabu? Kama ina sana. Tunamuona. Nakwambia ndio hivyo. Sawa basi tuongea hawa kwenye mkoa wetu. Poa. Tutakwenda kumwambia mkuu. Sasa yule jamaa alikuwa anaongea nani pale? Wewe kama unamuelewa kweli? Sasa amenuka hapa ya chata yenyewe jamaa za maenda zake. Maana yake nini? Umemuelewa? Sasa ndani huko malize. Toa vyombo zako hapo peleka ndani. Utoe mango yako hiyo. Fue sawa? Ama toa nitakufulia baadaye, sawa? Peleka ndani hapo. Au? Haya, ingia na mlango huko. Ona hapo pamefungwa hapo. Zipu basi. Sawa. Niko zangu ndani hapo nasikiliza kwa sababu tunaona kwa hii sina kazi ya kufanya. Sasa kaka. Nani ulikuwa unaongea naye? Mbona hajafika hapa tena ameenda zake? Vingine havikuhusu kaka. Hilo ilikuwa ni mambo yetu mimi na yeye. Tayari tushamalizana ndo tunaenda zake. Mambo gani tena hayo kaka? Mbona sielewi siku hizi? Hayakuhusu kakaangu. Vingine vya watu wakubwa. Sasa wewe vipi bwana? Ngombe uno ndani wewe utoe manguo fuo umefaje? Wewe katoe zongo zako kaka hapa kufulie hapa umekuja kwa kaka. Tuma kazi zangu afike. Leta tafanya nini? Nimechoka. Nimechoka mtoto amenisija. Kila anayemtuma kazi zangu za feli. Kila anayemtuma kazi zangu za feli. Sijui atanifanya nini. Akili anivuruga. Na mgoja huyu mzee mmoja ndio kama nitamuona mikuta. Tamwambia maneno ya. Mzee Jungu bovu vipi ndo mwenzetu kuja ndo na hizo nguo za kazini? Ninakuja wale masawe wale mtoto nakuja na nguo hizi kuja kuangalia yale mambo yale watoto. Mimi mwenyewe hapo unaponiona mzee Jungu bovu ulikuwa na mawazo ya hayo uliokuja nayo wewe ya yule mtoto, lakini pale mtoto hawezi kutushinda sisi. Nitashindoje na mtoto kama yule? Mimi ndo ngujindoa mangwiji hapa kijijini. Nashindwaje na yule pale mtoto kama yule? Mtoto mchanga yule. Wanishindaje? Nyinyi nawapatia kazi. Nyinyi mwenda fanya uzembe wenu, alafu ndo mwaje hapa ndo mwambia si mbovu hapa nilipo nilikuwa na mimi na ile swala ile ndo nilikuwa tunalizungumza hapa. Lakini pale mtoto bado ni mdogo ndo, lakini nyinyi mmekazana pale mtoto ana nguvu ndo ana nguvu. Sasa ngojeni. Mimi ndo mwenyewe nitajua ndo la kufanya.
tutakutana ndo majirani ya saa zile zile ule Kilengeni. Sawa? Sasa ni kwa tutashauri mkuu. Utafanya wale na watoto wadogo. Hatuwezi kushinda. Sasa wewe utamashauri tutafanyaje wale watoto? Sawa, usiwe ndo na shaka nani mzee Jungu Bovu. Jioni tukikutana huko ndo Kilingeni, kila kitu ndo kitaenda sawa. Umenielewa? Nimekuelewa. Umenielewa? Nimekuelewa. Haya, geuka. Mama, hapa nasikia unaongea na mtu na unaongea na mimi. Wewe mtoto ulikuwa umelala, ulikuwa sikiza nje. Lakini si kwa ubaya, tunakuuliza. Hata kama si kwa ubaya ndo mwanangu, wewe ni mtoto mdogo na hapa mambo yalikuwa ya watu wazima. Ni mzee mmoja hapo kati ilikuwa kuja ndo kuniuliza mambo ya shughuli zake. Na ashauliza na ashaenda. Au ulikuwa semaje? Wajua mimi mwanangu sitaki mambo ya ombea. Wajua hivyo? Hii dunia imeharibika. Sasa sitaki kuanza leo toka sikia naongea ndo na mtu, tulia ndani. Si utoke uje ndo niulize tena mimi. Mama ulikuwa waongea na nani? Aya kwenda zako ndani. Chawi. Hapana mkuu. Yule kijana yuko na nguvu za hatari sana na nimeshindwa mimi. Unawezekana vipi hiyo? Huo ni uzembe wako unaofanya. Mungu asipende habari ndo za uzembe na kila siku ndo naongea hili neno. Mbona nielewi? Samehe mkuu. Mkuu, mimi niko na wazo mkuu. Safi kabisa ndo kijana wangu. Wazo gani hilo? Naona tumfanye kipofu mkuu. Safi sana kijana wangu. Umeona mwanzo alivyokuwa na akili? Safi kabisa ndo kijana wangu. Nitamzawadia ndo kitoto ndo kichana mwenyewe akitafune. Mimi ndo bingwa ndo mabingwa hapa kijijini. Mmenielewa? Chawi. Chawi. Sasa tufunganishe kwa kikao, tutaonana juma lijalo.